السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول الحق تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة آية نمبر 257. Ni siku nyingine mpya tumerudi katika ratiba zetu za kawaida tukiwa katika mwendelezo wa kuifasiri Surat al-Baqara. Hii ni baada ya mapumziko mafupi ya kupisha ratiba ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, Allah ametujalia tukaudiriki mwezi wa Ramadhan. Kadhalika ratiba zetu za darasa pia zikaenda vyema. Hatimaye tumerudi kwenye utaratibu wetu wa kawaida kwenye zile darasa zetu za kila wiki, ikiwa tayari tumeshaingia mwezi wa Dhulqa'da au Dhulqa'da. Huu ni mwezi wa ngapi Waislamu? Mwezi wa 11 kwenye kalenda ya Hijria, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 tunafunga mwaka. Mwezi wa Al-Muharram unakuwa ndio mwezi wa kwanza. Kipindi hicho wakati tunasimamisha darasa zetu tuliishia kwenye aya ya 256. Kwa hiyo leo tunaanza aya tuliyoisoma ambayo ni 257. Kama ilivyo kawaida, tupate tarjama na tafsiri kwa mukhtasari ya aya hii, alafu tuje kwenye yale ambayo yameelezwa na wanazuoni katika kudadavua na kutupa faida. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah azza wa jalla yeye pekee ndiye mtetezi, mlinzi wa wale walioamini. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur, anawatoa kwenye giza kuwapeleka kwenye nuru na mwangaza. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, awliya'uhum at-taghut, mtetezi wao ni taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, wanawatoa kwenye nuru na mwangaza na kuwapeleka kwenye giza. Ulaika, hao ashabun nari, ndio watu wa motoni watakaolazimiana na moto. Hum, wao, fiha, ndani ya huo moto, khaliduna, watakaa milele wasitoke. Aya hii inawagawa watu katika makundi mawili makuu. Kundi la kwanza ni ahlul iman, kundi la pili ni ahlul kufri wal isyan, waumini waliomwamini Allah azza wa jalla, watu wa khairi, watu wa haki. Kundi la pili ni makafiri, watu wa shari, watu wa uovu na watu wa batil. Na makundi haya mawili, kila kundi lina mtetezi, kila kundi lina mlinzi, lakini si kila mlinzi ni mlinzi madhubuti. Allah azza wa jalla ameyataja haya makundi mawili na kubainisha mlinzi wa kila kundi. Akasema subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu. Tuanzie hapo. Allah azza wa jalla ndiyo mlinzi. Alwali huna bimaana alhafidhu an-nasiru. Allah ndiye mlinzi, ndiye mwenye kuwanusuru. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ni mlinzi wa waumini. Hai maana yake Allahu hafidhul mu'minina wa mutawalli umurahum wa nasiruhum. Allah azza wa jalla yeye ndiye anayewalinda waumini na ndiye anayesimamia mambo ya waumini na ndiye anayewapa nusra na kuwatetea. Likatumika neno alwali kwa maana hiyo, alhafidhu an-nasir, mlinzi na mwenye kuwanusuru. Wali wa Allah azza wa jalla au usimamizi na ulinzi wa Allah azza wa jalla, wanazuoni wameugawa sehemu kuu
mbili. Wakasema kuna uwali wa ujumla, alafu kuna uwali maalum. Uwali wa Allah azza wa jalla au usimamizi wa Allah azza wa jalla wa ujumla, huu unahusu waja wake wote, na maana yake ni kuwa anawaruzuku, yeye ndiye anayewamiliki, yeye ndiye anayewasimamia. Uwali wa Allah kwa maana hii unawahusu waja wote, mu'minuhum wa kafiruhum, wale ambao ni waumini na wale ambao si waumini. Na zipo aya ndani ya Qur'an zimetaja neno alwilaya, wilaya ya Allah azza wa jalla kwa waja wake, zikiwa zina maana hii alwilaya al'amma. Mfano aya hizo: thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, kisha wakarudishwa kwa Allah azza wa jalla. Waswahili wanasema hivi, mola wao wa kweli, lakini hapa limetumika neno al-maula bimaana mmiliki wao wa kweli. waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kwa hiyo hii ni alwilaya al-amma. Allah anaweza akasema kwamba yeye ni wali, bimaana msimamizi wa waja wake wote, anaingia chini ya usimamizi huu muislam na asiyekuwa muislam. Upande wa pili inaitwa alwilaya al-khassa, usimamizi maalum. Usimamizi huu maana yake ni nusra ya Allah, utetezi wa Allah, ulinzi wa Allah. Sasa wilaya hii inakuwa ni maalum kwa ajili ya waumini, na mfano wa wilaya hiyo ni ile iliyotajwa kwenye kauli hii ya Allah azza wa jalla, Allahu waliyul ladina amanu. Allah azza wa jalla ni wali, bimaana ni msimamizi, ni mlinzi, ni mtetezi kwa wale walioamini. Na zipo aya nyingi ndani ya Qur'an zimeeleza alwilaya bimaana alkhassa. Kwa hiyo unapoona neno al-maula wakati linamzungumzia Allah azza wa jalla, au neno al-wali kwenye kumzungumzia Allah azza wa jalla, itakuwa na moja kati ya maana mbili. Kama waliotajwa ni waumini, maana yake wilaya hiyo ni nusra na ulinzi. Kama waliotajwa ni watu wote, maana ya wilaya hiyo ni umiliki na usimamizi, kwa sababu Allah azza wa jalla anawamiliki viumbe wote na anawasimamia viumbe wote. Miongoni mwa aya muhimu zitakazotusaidia kuelewa maana ya alwilaya kwenye haki ya Allah azza wa jalla ni aya hii. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Almaula walwali maana yake ndio hiyo. Kwa hiyo linaweza likatumika neno alwali, linaweza likatumika neno almaula. Dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu, hayo yote ni kwa sababu Allah ndiyo mlinzi wa waumini. Wa anna alkafirina, na kwamba makafiri la maula lahum, hawana msimamizi. Bimaana Allah sio waliyul kafirin, kwa maana Allah hawanusuru makafiri. Allah wahifadhi makafiri aina ile ya hifadhi anayowahifadhi almu'minun. Kwa hiyo kama vile aya hii imepinga kwamba Allah sio maula kwa makafiri, naam, Allah sio maula kwa makafiri, lakini wilaya hii maana yake ni wilaya ya alhifdhu na wilaya ya an-nasr. Ama wilaya ya kumiliki na kusimamia, Allah ni wali kwa waja wake wote. fallahu waliyul mu'minin, hivyo Allah azza wa jalla ni mlinzi wa waumini, li'annahu yuwalihim, kwa sababu Allah azza wa jalla anawalinda bin nasri wath thawabil jazil, kwa nusra katika hii dunia, lakini pia siku ya kiyama kwa malipo makubwa sana watakayolipwa mbele ya Allah azza wa jalla. Ndio maana Allah azza wa jalla kuonyesha ulinzi wake imekuja kwenye alhadith alqudsi, anasema mtume alayhi salatu wasalam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, rawahu al-Bukhari. Yoyote atakayenikerea kipenzi changu. Kwa hiyo Allah ni wali kwa waumini na waumini ni mawali wa Allah.
man aada li waliyan, yoyote atakayenikerea na kunifanyia uadui kipenzi changu, faqad adhantuhu bil harb, huyo nimemtangazia vita. Mawali wa Allah ni kina nani? Ni almu'minun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tambueni kwamba mawali wa Allah, vipenzi wa Allah, wale ambao Allah amethibitisha uwali kwao, hawa ni mawali kwa Allah na Allah ni wali kwao. Hawa ni mawali kwa Allah kwa maana wanamwamini na wanamcha. Allah ni wali kwao kwa maana anawalinda na kuwahifadhi na kuwanusuru. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo almu'minu waliyullah, mu'min ni wali wa Allah. Unaweza kusema mu'min ni kipenzi cha Allah, na Allah azza wa jalla ni waliyul mu'min. Allah pia ni wali wa mu'min, kwa maana Allah ni mlinzi wa mu'min. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, falwilaya, maana ya wilaya, upendo, ulinzi, ibara an muwafaqati alwali alhamidi fi mahabihi wa masakhitihi. Mtu kuwa ni wali wa Allah azza wa jalla, mtu kuwa ni kipenzi cha Allah azza wa jalla, maana yake ni kuwafikiana kwa kuyafanya yale ambayo yanapendwa na Allah azza wa jalla na kuyaacha yale ambayo yanachukiwa na Allah. Walaysat bikathrati sawmin wala salatin, na wali kuwa kipenzi cha Allah si kwa kukithirisha kuswali au kukithirisha kufunga. Ili uwe wali wa Allah, uyafanye yale ambayo Allah anataka uyafanye na uyaache yale ambayo Allah amekukataza. Inawezekana unafunga sana lakini huna uoga katika maasi. Inawezekana unaswali sana lakini bado swala yako haijakukanya, haijakuzuia na machafu na maovu, bado hujawa wali. Kwa hiyo kipimo cha kumjua fulani ni wali ni kwa mujibu wa aya hii, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kisha Ibn al-Qayyim akatupa maana fupi. Maana ya iman wa taqwa, ili uwe wali ni kuyafanya yale ambayo yanapendwa na Allah azza wa jalla na kuyaacha yale ambayo yanachukiwa na Allah azza wa jalla. Fanya ibada utakayofanya. Kama hujafikia daraja hii, wewe huwezi kuwa wali wa Allah. Jamani, tunaswali, tunafunga na sadaka tunatoa, lakini je, sote tuko sawa kwenye kuyafanya yote anayoyataka Allah na kuepuka yote aliyoyakataza Allah? Hapana, si kila anayeswali swala yake imemnyoosha na kumkanya, bali ni wachache katika wale wanaoswali ambao swala zao zimewaadamisha. Kwa hiyo wingi wa swala zako na wingi wa funga zako hazitoshi wewe kuwa ni wali. Ili uwe ni wali Allah, ni lazima kuwe na muwafaqa baina yako na Allah kwa kuyafanya yale ambayo Allah anayataka na kuyaacha yale ambayo Allah ameyakataza. Kwa hiyo Allah azza wa jalla waliyul ladina amanu, ni mlinzi. Unaweza ukafasiri hivyo, Allah waliyul ladina amanu, Allah ni mtetezi wa wale walioamini. Hii ni wilaya khassa, inawahusu waumini peke yao. Alwilaya al-amma maana yake ni usimamizi. Hii inawahusu viumbe wote, mu'minuhum wa kafiruhum. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anatueleza katika aya hii ulinzi wake, mahaba yake, nusra yake, ukaribu wake na waja wake ambao ni almu'minun, waumini. Hapa ametangulizwa Allah alafu akaja waumini. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ndio mlinzi wa waumini. Ibara hii ina siri sana. Kutanguliza utajo Allah alafu akaja waumini, utaona ni tofauti na ibara ya pili wakati Allah anawazungumzia ahlul batil. Tukifika hapo tutalinganisha hizi ibara mbili. Ikiwa Allah azza wa jalla ndio mlinzi wa waumini, ndiye anayewahifadhi waumini, ulinzi huu umebeba vitu gani? Allah akasema yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur.
Katika yale ambayo yanaonyesha ulinzi wa Allah kwa waja wake waumini ni pamoja na hili, yukhrijuhum, Allah anawatoa hao waumini minadh-dhulumati, kutoka kwenye kiza, ila nur, kuwaingiza kwenye mwangaza. Maana yake yukhrijuhum min dhulumati al-kufri wad-dalalah, Allah anawatoa waumini kwenye kiza cha ukafiri na kwenye kiza cha upotevu na kupotea, ila nuril hidayati wal iman, anawapeleka kwenye nuru ya uongofu na nuru ya imani. Anasema Imam Shinqiti alayhi rahmatullahi ta'ala, hadhihi thamara, hili ni tunda, hii ni tija. Hadhihi thamaratu wilayatihi ta'ala lilmu'minin, hii ni tija ya ule ulinzi wa Allah azza wa jalla kwa waja wake waumini. Tija ni ipi? Wa hiya ikhrajuhu lahum min adh-dhulumati ila an-nur, ni kule kuwatoa hawa waja wake kwenye giza kuwaingiza kwenye mwangaza, kama anavyotuambia hapa, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Hapa imetajwa tija moja, kisha akasema wabayana fi mawdi'in akhar, lakini pia Allah amebainisha sehemu nyingine, anna min thamarati wilayatihi, kwamba katika matunda ya ulinzi wa Allah azza wa jalla kwa waja wake, idhhabul khawfi wal huzni an awliyaihi, ni kuwaondolea hofu na huzuni hawa vipenzi vyake waumini. Hapa Allah ametueleza tija moja ya ulinzi wake kwa waja wake ni kuwatoa kwenye giza kuwapeleka kwenye nuru. Hili ni moja, lakini kuna jingine tumeelezwa ndani ya Qur'an, sehemu nyingine. Lipi hilo? Allah azza wa jalla anaondoshia vipenzi vyake hawa waumini huzuni pamoja na hofu na uoga. Akaitaja kauli Allah azza wa jalla, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi, tambueni kwamba vipenzi wa Allah, la khawfun alayhim, zaidi ya kuwa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, lakini pia jingine la khawfun alayhim, hawana hofu au hakuna hofu na uoga juu yao, wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika. Hofu ya nini ambayo hawatakuwa nayo, na huzuni gani ambayo hawatakuwa nayo? Tutaje kipengele hiki alafu turudi kwenye kipengele mama, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Wanasema wanazuoni, Allah azza wa jalla nafa al-khawfa an awliyaihi, Allah amepinga vipenzi vyake waumini kuwa na hofu, kama ambavyo amepinga kuwa na huzuni juu yao. Hofu hii ambayo hawatakuwa nayo ni hofu ya nini, na huzuni hii ni huzuni ya nini? Wengi katika wanazuoni wanasema al-khawfu huna, hofu iliyotajwa hapa kwamba kwa waumini haipo, ni hofu ya maisha yanayowakabili, maisha ya akhira baada al-maut. Kuanzia pale roho zinapotolewa huku wanakokwenda, wala hawana hofu kwamba watapata kitu kibaya kitakachoumiza na kuwasikitisha. Hawana hofu hiyo. Kwa nini wanasema? Kwa sababu hofu mara nyingi ni kwa kitu kijacho, sio kwa kitu kilichopita. Hofu mara nyingi unaogopa kitu ambacho kinakuja mbele yako. Kwa hiyo maisha yaliyopo mbele ya hawa auliya Allah ni yale maisha baada al-maut. Kwa hiyo Allah anawapa salama kwenye maisha hayo, kwamba hawana hofu kwa sababu watakachokutana nacho ni kizuri huko mbele. Hii ni tafsiri ya wengi katika wanazuoni. Wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika kwa yale walioyaacha au yaliyowapita katika hii dunia. Kwa hiyo anasema huzuni mara nyingi inakuwa kwa kitu kilichopita. Kwa hiyo Allah azza wa jalla kama vile anatueleza kwamba hawa auliyaullah watakuwa na saadatul ula wal akhirah. Wakati wanaiaga dunia hawatahuzunishwa na haya walioyaacha duniani au yale ambayo wameyakosa, wala hawatakuwa na hofu juu ya maisha ambayo wanakwenda kuyaishi mara baada ya kutoka kwenye maisha ya hii dunia. Lakini wengine pia wakafasiri la khawfun alayhim, mawali wa Allah hawana hofu na uoga juu ya vizazi vyao walivyoviacha katika dunia. Allah atawahifadhia vizazi vyao.
Yani ukiwa wewe ni wali wa Allah, ukiondoka hapa duniani, Allah amebeba jukumu la kuilinda familia yako. Ile familia yako katika misingi ya uchamungu, muogopa Allah, Allah anasema atailinda, wala usiwe na hofu na hilo. Wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika juu ya zile neema walizoziacha katika dunia, kwamba ndo nimeacha tena kasiri langu, nimeacha sijui mke wangu mzuri, sijui nimeacha mali yangu hii. Allah atawapa mbadala bora zaidi kuliko hiki ambacho wamekiacha katika hii dunia. La khawfun alayhim wala hum yahzanun. Vyovyote utakavyo tafsiri hii itakwenda sawa, hawana hofu wala hawana huzuni. Tukirudi kwenye aya ambayo tunaifasiri, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, hadhihi thamaratu wilayati Allah ta'ala li'ibadihi al-mu'minin. Hili ni tunda katika matunda ya ulinzi wa Allah azza wa jalla kwa waja wake waumini. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, anawatoa kwenye giza, anawaleta kwenye nuru na mwangaza. Kiza, neno adh-dhulumat limekuja kwa wingi. Adh-dhulumat, kiza, lakini tukitaka Kiswahili cha mtaani tutasema viza. Limaana kiza zaidi ya kimoja, lakini sidhani kama kwenye Kiswahili kuna viza. Ukisema viza inachukua maana tofauti kabisa, lakini ili tuelewane maana yake hapa ni viza. Yukhrijuhum min adh-dhulumat, Allah anawatoa kwenye viza vya vitu vingi, ila nur, Allah anawapeleka kwenye nuru na mwangaza, nuru moja tu. Nini maana ya haya maneno? Kwa nini neno adh-dhulumat limekuja kwa wingi, alafu neno an-nur likaja kwa umoja? Wanatuambia wanazuoni alayhim rahmatullahi ta'ala, neno adh-dhulumat limekuja kwa wingi kuonyesha njia za upotevu jinsi zilivyokuwa nyingi. Kafiri kwa ukafiri wake yuko kwenye kiza, kapotea. Mnafiki kwa unafiki wake yupo kwenye kiza, kapotea. Al-asi bimaasiyatihi yupo kwenye kiza, kapotea. Wazani, na mzinifu kwa zina yake kakosea njia, na mwizi kwa wizi wake kakosea njia, na mzushi kwa bidaa yake kakosea njia. Kwa hiyo Allah azza wa jalla katika ulinzi wake ala ibadihi almu'minin, yukhrijuhum min adh-dhulumat, anawatoa kwenye viza vyote hivi. Anawatoa kwenye kiza cha kufur, anawapa thabati katika imani. Anawatoa kwenye kiza cha maasiya, anawapa thabati katika taa. Anawatoa kwenye kiza cha kila aina ya maasiya, anawarudisha kwenye khairi. Anasema Imam Shinqiti alayhi rahmatullahi ta'ala, wa min hadhihi al-aya, na kupitia aya hii yufhamu anna turuq ad-dalali mutaaddidatun, inafahamika kupitia aya hii kwamba njia za upotevu ni nyingi sana, kama tulivyoeleza mfano. Wa anna tariqa al-haqqi wahidatun, na kwamba njia ya haki ni hii, ni moja. Kwa nini? Liifradihi nur, kwa sababu neno nur limetajwa kwa umoja, lakini adh-dhulumat kwa wingi. Hii ni kuonyesha njia za upotevu ni nyingi mno, lakini njia ya haki ni moja. Qala wa hadha al-ma'na al-musharu ilayhi huna, na maana hii iliyobebwa na aya hii, bayanahu ta'ala fi mawadi'a ukhra. Allah azza wa jalla amebainisha maana hii kwenye sehemu nyingine ndani ya Qur'an. Mfano kauli ya Allah azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Njia ya tauhid, njia ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, njia ni moja tu hiyo. Wala tattabi'u subula, wala msifuate vinjia vingine vidogo, vinjia vya batil. Akaviita asubul, vinjia vingi.
fatafarraqa bikum an sabili, vikakutoeni katika ile njia kuu ya Allah azza wa jalla. Anasema Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala, walihadha, na kwa maana hii wahada ta'ala lafdha an-nur wa jama'a adh-dhulumat. Tunaona Allah azza wa jalla neno nur amelitaja kwa umoja, lakini neno adh-dhulumat akalitaja kwa wingi, lianna al-haqqa wahidun, kwa sababu haki ni hii moja. Wal kufru ajnasun kathira, lakini kufru iko ya aina nyingi. Wa kulluha batila, na aina zote hizo za ukafiri ni batil. Kuna kufru al-juhud, kufru ya kupinga, ni batil. Kuna kufru ya kukataa neema, nayo pia hii ni kufru, pia ni batil. Kila aina ya kufru, kama qala ta'ala, akasema kama alivyosema Allah azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Ibn al-Qayyim naye alayhi rahmatullahi ta'ala ana maneno mfano wa maneno haya, akibainisha siri kwa nini neno adh-dhulumat limekuja kwenye wingi na neno an-nur likaja kwenye umoja. Kwa hiyo Allah azza wa jalla katika ulinzi wake, nimeeleza haya ili tuone jinsi gani Allah azza wa jalla anawalinda waja wake waumini. Anaposema yukhrijuhum min adh-dhulumati, anawatoa kwenye kiza kingi na kikubwa, ila nur, kuwaleta kwenye nur. Allah azza wa jalla ndiye aliwalinda waumini kuingia kwenye kiza cha kufuru, ni kwa ulinzi wake. Allah azza wa jalla ndiye anayewalinda waumini kuingia kwenye kiza cha unafiki, ni ulinzi wake. Allah azza wa jalla ndiye anayewalinda waumini kuingia kwenye kiza cha bid'a, ni ulinzi wake Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kila baya uliloepushwa nalo ni kwa ulinzi wa nani? Ni kwa ulinzi wa Allah azza wa jalla. Maana yake wewe ukikosa ulinzi wa Allah, huna namna ya kuepuka hizi kamba na kuruka hivi vidimbwi. Kwa ili tusalimike na uovu wa aina yote, ni lazima tupate ulinzi wa Allah azza wa jalla. Ukikosa ulinzi wa Allah, fala haula laka wala quwwa, huna hila wala huna ujanja. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ay yukhrijuhum min dhulumati al-kufr. Allah azza wa jalla anawatoa waumini kwenye kiza cha ukafiri wa dhalala na kiza cha kupotea, ila nur, ila nuri al-hidayah wal iman, anawapeleka kwenye nuru ya hidayah na iman. Anasema Imam Razi alayhi rahmatullahi ta'ala, ajma'a al-mufassirun, wameafikiana wanazuoni ala anna al-murada ha huna min adh-dhulumat, kwamba maana ya kiza kwenye aya hii wan-nur, na maana ya mwangaza al-kufru wal-iman, ni ukafiri na imani. Hii ndio maana kuu. Wameafikiana wanazuoni kwamba maana ya kiza kwenye aya hii ni al-kufr, na maana ya nuru kwenye aya hii ni nini? Ni al-iman. Ndugu zangu, kupitia aya hii na aya nyingine mbalimbali, lazima tuamini kwamba al-hidayatu wat-tawfiqu min Allah. Hidayah na tawfiq ya kuifuata haki haitoki kwa mwingine isipokuwa inatoka kwa nani? Kwa Allah azza wa jalla. Ndio maana hata Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, pamoja na kuwa kapewa jukumu la kufanya da'wa, kubainisha haki ni ipi ili ifuatwe, batil ni ipi ili iepukwe, lakini Allah hakumpa mamlaka ya kuweza kumtoa mtu kwenye kufuru kumleta katika nini? Katika imani. Na wala hakuna kulazimishana kama tulivyoona kwenye aya iliyotangulia, la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika kufuata dini. Kwa nini? Kwa sababu tawfiki ya kuifuata dini inatoka kwa Allah azza wa jalla. Hii maana yake ni kwamba ina maana mbili ambazo nataka kuzitaja hapa. Maana ya kwanza, endelea kumwomba Allah azza wa jalla akupe thabati katika hii nuru aliyokuchagulia, nuru ya Uislamu, nuru ya haki, kwani umeongoka kwa tawfiki yake Allah azza wa jalla.
Lakini jambo jingine, yoyote unayemlingania katika kuifuata haki, usisahau pia kumuombea hidayah kwa Allah azza wa jalla. Inawezekana ukawa fasaha sana wa kuzungumza, haitoshi kwamba huyu mimi nikisema naye ataslimu tu, huo Uislamu wa kwako. Sema naye, tumia ufasaha wako, lakini jua hidayah inatoka kwa nani? Kwa Allah. Pamoja na kufikisha, muombe Allah, ewe Allah muongoze. Jamani, katika madaiya wakubwa wa kisahaba ni Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Abu Huraira mama yake mzazi alichelewa kidogo kuslimu, na alikuwa na ulimi mchafu sana hapo mwanzoni, kiasi ya kwamba alikuwa anamsema vibaya mno bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Abu Huraira hii ilikuwa inamuuma. Siku moja akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasallam, ya Rasulullah, leo mama kazungumza maneno machafu kuhusiana na wewe, kanikera kweli kweli, na kuomba muombe Allah azza wa jalla amuongoze mama yangu. Muombe Allah azza wa jalla amuongoze mama yangu. Bwana Mtume alayhi salatu wasallam akaomba dua, Allahumma adi umma abi Huraira, ewe Allah muongoze mama yake Abu Huraira. Dua ya hidayah inayoombwa kwa Allah azza wa jalla. Muombaji nani? Ni Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Abu Huraira kaondoka na ile dua, akarudi nyumbani kwao au kwa mama yake. Anafika anakuta mlango umefungwa, lakini ndani anasikia sauti kama vile kuna mtu anaoga bafuni huko. Akasubiri, kumbe alikuwa ni mama yake. Mama amemaliza kuoga, akavaa stara vizuri. Alipofungua tu mlango, alipoonana macho kwa macho na mwanawe Abu Huraira, bila hili wala lile, maneno ya kwanza akasema, mama, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dua ya Mtume alayhi salatu wasalam imefanya kazi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Ikiwa maana waliwafikiana wazuoni kwamba dhulumat ni al-kufr, an-nur al-iman. Kwa hiyo tunapata umuhimu huu wa kumuomba sana Allah azza wa jalla atupe thabati katika hiyo nuru, na wale tunaowalingania katika hiyo nuru pia tumuombe Allah azza wa jalla awaongoze waifikie nuru hiyo. Kwa hiyo faida ya kwanza ya ulinzi wa Allah kwa waja wake waumini imetajwa kwenye aya hii, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur, kwa maana hiyo pana. Faida ya pili tumeiona katika aya nyingine katika sura Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Je, kuna faida nyingine tofauti na hizi mbili? Naam. Allah azza wa jalla anatueleza ndani ya Qur'an, inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyya Allah, hakika wali wangu ni Allah, alladhi nazzala alkitaba, aliyeteremsha kitabu. Wali wa Mtume alayhi salatu wasallam ni Allah, wa huwa yatawalla as-salihin, na yeye Allah azza wa jalla ndiye anayesimamia waja wake wema. Taban, maana hii iliyotajwa kwenye aya hii bado inaingia kwenye maana ya awali ya alwilaya, lakini kule neno alwilaya imetumika kwa ismu, na hapa neno alwilaya imetumika kwa alfi'lu. Allahu waliyu, na hapa imekuja yatawalla as-salihin. Faida ya ziada ninataka kuisema hapa, kule kumetajwa mawali, Allahu waliyul ladhina amanu, pametajwa almu'minun. Kwenye aya hii tunaisoma Allahu waliyul ladhina amanu, wametajwa almu'minun. Sawa sawa, almu'minun, baki na hicho kipengele. Kwenye aya hii ya sasa hivi, inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Aya ya sura al-Baqara imetaja al-mu'minin, aya hii ikataja as-salihin. Al-mu'minin, waumini, as-salihin, waja wema wanaotenda wema. Kwenye aya katika sura Yunus ikataja sasa mawali wa Allah,
ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Twende vizuri jamani. Aya hii ya suratul Baqara imetaja almu'minun, Allahu waliyul ladhina amanu. Hii inayosoma sasa hivi inna, nafikiri katika suratul Araf, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Kwa hiyo tuna alladhina amanu bimaana almu'minun, wali wao ni Allah, alafu hapa tuna as-salihin, wali wao nani? Ni Allah. Alafu kija katika suratu Yunus, hawa almu'minun as-salihun Allah kawaita mawali wake, akasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alafu akatukusanyia hizi sifa mbili, al-imanu wal amali salih, akasema alladhina amanu, Allahu waliyul ladhina amanu wa kanu yattaqun yatawalla as-salihin. Sio, tumeelewana? Kama vile kuna sehemu sifa zao zimekusanywa, alafu kuna sehemu sifa zao zimenyambuliwa. Bimaana wale ambao wanaitwa mawali wa Allah azza wa jalla wamekusanya sifa mbili. Sifa ya kwanza al-iman, na ndio iliyotajwa kwenye aya hii ya suratul Baqara, Allahu waliyul ladhina amanu. Sifa ya pili wa kanu yattaqun, at-taqwa maana yake ni al-amalu salih, kutenda mema na kuacha mabaya, ikatajwa katika aya hii inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Maana yake ni kwamba ukiona Allah anasema yeye ni wali wa waumini, haina maana ni waumini tu waliotamka iman, bali ni waumini pia wanaotenda mema, kwa sababu mara nyingine hutajwa baadhi ya sifa zao zikaachwa nyingine kwa sababu zinajulikana. Allah anaposema yeye ni wali wa wale wanaotenda mema, haina maana si kila anayetenda mema ni wali wa Allah, bali lazima awe na imani ambayo imetajwa sehemu nyingine. Kwa hiyo kutajwa sifa moja kati ya hizi mbili haivui sifa nyingine, bali sifa itakayotajwa inawakilisha sifa ambayo haijatajwa. Na nasema haya kwa sababu wapo ambao hawana imani wanatenda mema, ukiangalia kweli mema, kiasi ya kwamba wengine wanafikia kusema ni huyu kuingia peponi anabaki kufa tu, lakini hana tauhidi ya sawa. Wengine wanasema hawa ndio mawali wa Allah. Kwa nini? Angalia jinsi wanavyosaidia mayatima. Huyo sio wali wa Allah. Na inawezekana akatumia kigezo hiki, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Hawa ni as-salihun ambao pia wana imani. Allahu waliyul ladhina amanu inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah azza wa jalla ndiyo mtetezi mlinzi wa wale walioamini, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Katika tija ya ulinzi wake kwa wale walioamini, Allah azza wa jalla anawatoa kwenye kiza kingi ila nur, kuwaleta kwenye nuru na mwangaza, kiza cha kufur kuwaleta kwenye kiza cha iman, kwa tafsiri ya ujumla. Wa illa kila batil inaingia kwenye neno adh-dhulumat. Walladhina kafaru, na wale waliomkufuru Allah, awliyauhum at-taghutu, kipenzi chao au hata mlinzi wao ni taghut. Taghuti nani? Tumeshamueleza, nafikiri sikumbuki ni hapa au ni sehemu nyingine. Taghut ni kila anayeabudiwa kinyume na Allah akawaradhi. Na hawa mataghut Sheikh Muhammad Abdul Wahhab amewagawa katika sehemu 5 kuu, akasema hawa ndio mataghuti wakuu. Namba 1 ni shaytani, na wanasema wengi katika wanazuoni maana ya taghut kwenye aya hii ni shaytani. Walladhina kafaru, na wale waliomkufuru Allah, awliyauhum, mlinzi wao au walinzi wao, ili aingie huyo shetani na wenzake. Awliyauhum, walinzi wao, vipenzi vyao, at-taghutu ni mashetani. Ai maana yake wa amma al-kafiruna,
ama makafiri fa awliyauhum ash-shayatin, vipenzi vyao walinzi wao ni mashetani. Sasa kweli shetani ana ulinzi unaoeleweka? Abadan, shetani hajawahi kuwa na ulinzi. Kwa hiyo kutajwa kwamba makafiri mlinzi wao ni shetani, maana yake hao hawana mlinzi. Hata kama wenyewe wanaona kuwa ni mlinzi, lakini huyu si mlinzi anayeweza kumlinda yule ambaye anemfanya kuwa ni mfuasi wake. Anatuambia Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, na hapa ndio nataka kulinganisha kati ya jumla ya kwanza na jumla ya pili. Sehemu ya kwanza ya aya imeanza Allahu waliyul ladina amanu. Allahu waliyul ladina amanu. Allah ndio mlinzi wa waumini. Lakini hii sehemu ya pili kuzungumzia upande wa pili, Allah akaanza na walladhina kafaru, na wale waliokufuru. Awliyauhum at-taghut, walinzi wao ni mataghuti. Yani imekuwa kinyume nyume. Ingefanana ingesomeka hivi wat-taghut awliyau alladhina kafaru, na mataghut ni walinzi wa makafiri. Lakini wakaanza makafiri, ukaja huo ulinzi, alafu akatajwa shetani kinyume kabisa na aya jinsi ilivyoanza wakati nazungumzia waumini. Sijui tunaelewana? Wakati wanazungumzia waumini aya imeanza hivi Allah waliyu, mlinzi, alladhina amanu, wa waumini. Allah anawalinda waumini, Allah anawalinda waumini. Lakini wakati wanazungumziwa makafiri, walladhina kafaru awliyauhum at-taghut, makafiri wanalindwa na mashetani. Si unaona ipokaa kinyume nyume? Allah anawalinda waumini, makafiri wanalindwa na shetani. Kwa nini hizi ibara mbili au hizi jumla mbili zimeachana kinyume nyume namna hiyo kwa asilimia 100? Anatuambia Sheikh Uthaymeen, wa idha ta'ammalta hadhihi aljumla, na ukiangalia hii ibara walladhina kafaru awliyauhum at-taghut wallati qablaha, na ibara iliyotangulia Allahu waliyul ladhina amanu, tajid farqan baina at-ta'birain fi at-tartib. Utaona kuna tofauti kati ya jumla mbili hizi kwenye kuratibiwa kwa maneno. Jumla ya kwanza Allahu waliyul ladhina amanu, jumla ya pili walladhina kafaru awliyauhum at-taghut. Kwa nini nasema li umuri thalatha? Kuna siri tatu kuu. Ahaduha, siri ya kwanza kwenye hii jumla Allahu waliyul ladhina amanu, anna hadha al-ism al-karim idha warada ala al-qalbi awwalan istabshara bi. Allah ameanza kujitaja yeye Allah. Kwa nini? Kwa sababu anasema jina hili tukufu linapotangulia kufika kwenye moyo unapata furaha. Kwa hiyo Allah wakati anawazungumzia waumini akaanza kujitaja yeye ili awatie furaha waumini katika nyoyo zao. Siri ya kwanza hiyo, ndio maana likatangulia jina la Allah. Siri ya pili, atabarruku bitaqdimi dhikri ismillahi azza wa jalla, ni kutafuta baraka katika kutanguliza kulitaja jina la Allah. Siri ya tatu, idharul minna ala haula, ni kudhihirisha neema za Allah kwa hawa waja almu'minun. Neema za Allah kivipi? Bi anna Allah huwa alladhi imtanna alayhim awwalan, kwamba kiasili kabisa hawa waumini kuipata hii iman ni kwa neema za Allah, akawatoa kwenye giza akawapeleka kwenye mwangaza. Kwa hiyo siri ya kwanza ni kumtia furaha huyu mu'min anapoisoma hii aya kwamba Allah kaanza kujitaja yeye kwanza, Allahu waliyul ladhina amanu. Labda tutoe mfano ili tuelewane vizuri. Tuangalie tajiri mmoja wa Kiislamu hapa Tanzania. Tumtaje nani kwa mfano? Ambaye mnafikiria juu ya utajiri wake. Haya watu wamesema Bakhresa. Hivi kuna tofauti kati ya hizi sentensi mbili kwamba Bakhresa ndio mdhamini wa Azam Sports Club, na sentensi hii
Yanga wanadhaminiwa na Bakhresa. Narudia tena, Bakhresa ndio mdhamini wa Azam Sports Club, alafu Yanga wanadhaminiwa na Bakhresa. Hatujabalisha, tumemtaja Bakhresa huyo huyo. Kati ya Azam na Yanga, hapa nani ana uhakika wa kudhaminiwa na Azam? Ukiangalia tu hizi sentensi mbili, inaonekana hawa Yanga muda wote wanaweza kuachwa. Ndio maana wametangulizwa wenyewe kwamba Yanga wanadhaminiwa na Bakhresa, lakini Bakhresa mdhamini, Azam wanadhaminiwa, Bakhresa ni mdhamini wa Azam. Yanga wanadhaminiwa na Bakhresa. Inaonekana hawa Azam wana uhakika zaidi kwenye udhamini kuliko Yanga takriban, ili kusogeza ile maana. Au tuende kwenye mfano mwingine. Fulani tunamtaja labda Juma na Aisha. Juma ni mume wa Aisha, alafu Aisha ameolewa na Juma. Kuna tofauti? Mpaka ufikirie ndio utaipata hiyo tofauti. Kama unapotanguliza jina la huyo ambaye ndio mkuu, alafu yakaja yale ambayo anayafanya, inaonekana kama vile haya yanayofanywa yana uhakika, yana umuhimu fulani. Tofauti kutaja yule anayefanyiwa umtangulize, alafu anakuja yule anayefanya, inaonekana haina uzito. Mimi Bakhresa nitadhamini msikiti huu wa Mtendeni mpaka mwisho wa maisha yangu. Msikiti huu wa Mtendeni unadhaminiwa na Bakhresa. Itaeleweka pole pole. Allahu waliyul ladhina amanu limetangulizwa jina la Allah kwanza kuleta furaha kwa wale waumini wenyewe. Anapotajwa Allah wanakaa makini, alafu wanasikia kwamba wao ndio wanalindwa na Allah. Lakini pia kutafuta baraka kutanguliza jina la Allah. Cha tatu ni kuonyesha neema za Allah azza wa jalla kwa hawa waumini alipowatoa kwenye giza kuwaleta kwenye nuru. Ama aljumla thania, ama sentensi ya pili, walladhina kafaru awliyahum at-taghut, makafiri watetezi wao ni mataghut. Haijafanana na ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu pia zifuatazo, kwa hikma zifuatazo. Hikma ya kwanza, alla yakuna at-taghutu fi muqabalati ismillah, ili taghut asiwe kwenye sentensi hizi mbili amesimama pale pale aliposimama Allah, kwamba Allah katangulizwa na yeye pia katangulizwa. Kwa hiyo akacheleweshwa katika hikma ili asiwe sawa na pale alipo Allah hata kwenye maneno. Lakini siri ya pili na hikma ya pili, anna taghuta ahwanu wa ahqaru min an yubda bihi wa yuqaddam. Taghut ni duni, ni dhalili, hana haki ya kutangulizwa katika kutajwa, ndio maana akacheleweshwa. Hikma tatu, anna albada'ata biqawlihi walladhina kafaru, Allah azza wa jalla alipoanza na hili kundi la pili akaanza kuwataja makafiri wenyewe kabla ya yule mtetezi wao wa uongo. Kuanza na makafiri, asra'u ila dhammihim mimma law ta'akhkhara dhikruhu. Hii ina athari zaidi katika kuwakemea kwenye ubaya wao hao makafiri kuliko utajo wao ungechelewa. Waumini umechelewesha utajo wao, katangulizwa utajo wa Allah kwa ukarimu wake juu yao na kuonyesha kwamba Allah ndio mlinzi wao. Lakini kwenye kundi la pili la makafiri wametangulizwa makafiri ili kuonyesha ubaya wao. Hizi ni miongoni mwa siri zilizopo kwenye tofauti kati ya hizi sentensi mbili. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, walimkufuru Allah, walimkufuru mtume wa Allah, awliyauhum, walinzi wao au vipenzi vyao, at-taghut ni taghut. At-taghutu ash-shaytan. Tumesema taghut, tafsiri ya wengi hapa wanasema
ni shaytan. Anasema al-Imam Shinqiti alayhi rahmatullahi ta'ala qala ba'd al-ulama, wamesema baadhi ya wanazuoni, at-taghutu ash-shaytan. Taghuti hapa maana yake ni shetani. Je, kuna ushahidi kwamba taghut hapa ni shaytan? Naam, ushahidi upo. Kinachoelezwa hapa ni uwali wa taghut kwa makafiri. Kwa hiyo kuna aya nyingi Allah ametaja kuwa shaytan ni wali wa makafiri. Kwa hiyo kwa kuwa hapa hajatajwa moja kwa moja shaytan, ametajwa taghut, tunaunganisha na aya nyingine ambazo zimetaja shaytan, tunasema hapa taghut maana yake nini? Ni shaytan. Mfano, Allah azza wa jalla anasema alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, wale walioamini wanapigana katika njia ya Allah kuitetea dini ya Allah. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, yuqatiluna fi sabili at-taghut, wanapigana katika kuitetea njia ya shaytan, njia ya taghut. Kisha Allah akasema faqatilu awliyaa ash-shaytan, piganeni na vipenzi wa shetani. Makundi yametajwa mawili, waumini wanapigana katika njia ya Allah, makafiri wanapigana katika njia ya taghut. Alafu Allah akawarudia waumini, faqatilu, piganeni awliya ash-shaytan, na vipenzi wa shetani. Bi maana hili kundi ambalo linampambania taghut ndio kundi hili la shetani. Kwa hiyo hapa taghut maana yake ni shetani, inna kaida ash-shaytani kana dhaifa. Na madamu Allah anasema shaytan ana mawali, basi mawali wa shaytan ni hawa makafiri waliotajwa kwenye aya hii, walladhina kafaru awliyahum at-taghut ay ash-shaytan. Katika aya nyingine Allah anasema inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyaa, hakika huyo anayewatia hofu na uoga ni shetani. Yukhawwifu awliyaa ay yukhawwifukum min awliyaihi, anawatia hofu ili muogope vipenzi vyake ambao ni makafiri. Katika aya nyingine innahum ittakhadhu shayatina awliyaa min dunillah, hakika waovu wamewafanya mashetani kuwa ni vipenzi vyao, watetezi wao kinyume na Allah. Kwa hiyo wamesema baadhi ya wanazuoni kuwa taghuti hapa maana yake ni shaytan. Walladhina kafaru awliyauhum at-taghut, na makafiri mawali wao na vipenzi vyao ni mataghut. Hii ndio maana inayotajwa sana kwamba taghut maana yake shaytan. Lakini fil akhir, kama tulivyoeleza tukaashiria kwamba Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab ameeleza hilo, at-tahqiqu anna kulla ma ubida min dunillahi fa huwa taghut, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah kikaridhia kinaitwa taghut. Kila kinachoabudiwa kinyume na Allah na kikaridhia kinaitwa taghut. Wal hadhu al-akbar min dhalika ash-shaytan, na mwenye nafasi kubwa ya kuabudiwa kinyume na Allah kati ya aina zote za wale wanaoabudiwa, mwenye nafasi kubwa ni shaytan. Ndio maana anapotajwa taghut, tafsiri za haraka zinakwenda kwa shetani. Si shetani tu, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah, ila tu shetani nafasi yake kwenye hii au kwenye hili ni kubwa sana kuliko vingine vyote. Hata wanaoabudu masanamu wameshaishiwa na nani? Shetani ndiye kawasukuma huko. Kwa hiyo yeye ndio yuko juu, top ya mataghut. Ndio maana Allah anatueleza ndani ya Qur'an katika kutukataza kuabudu chochote kinyume yake, alimtaja shetani moja kwa moja. Alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan, sijakupeni wasia, sijachukua ahadi na nyinyi enyi wanadamu kwamba msimwabudu shetani. Kwa kila kinachoabudiwa kinyume na Allah kinaweza kuwa taghut, lakini anatajwa shetani kwa sababu shetani nafasi yake ni kubwa ukilinganisha na vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Nabii Allah Ibrahim wakati anamlingania mzee wake alimwambia, ya abati la ta'budi shaytan, baba yangu usiabudu shetani. Tayeb, shetani huyu ndio mlinzi, ndio mtetezi, ndio kipenzi cha makafiri. Katika hasara wanazozipata makafiri kwa ukaribu wao na shaytan ni hii iliyotajwa hapa, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Sasa hawa mashetani
na hao wanaoabudu kinyume na Allah wanawafanya nini makafiri? Wanawatoa kwenye nuru kuwapeleka kwenye kiza, kwa maana ile ile ya visa. Ai maana yake at-tawaghitu tukhriju al-kuffara mataghut, yanawatoa makafiri min nuri al-iman, kwenye nuru ya iman, ila dhulumati shakki wa dalala, kuwapeleka kwenye kiza cha shaka na kupotea. Hapa ni muhimu sana kuuliza swali moja. Tunaona makafiri mlinzi wao, kipenzi chao ni mashaitani au ni matawut. Wanawafanya nini hawa? Wanawatoa kwenye nuru kuwapeleka kwenye kiza. Ni nuru gani walikuwa nayo makafiri mpaka watolewe na tawut kwenye nuru hiyo kupelekwa kwenye kiza, wakati wao tayari ni makafiri? Sio swali muhimu hilo? Hawa makafiri ambao vipenzi vyao ni matawut, ni shetani, si tayari wao ni makafiri? Sasa huyu shetani anawatoa kwenye nuru gani ili awaingize kwenye kiza wakati tayari wako ndani ya kiza, kiza cha ukafiri? Swali limeeleweka? Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, na makafiri vipenzi vyao, watetezi wao, walinzi wao ni matawut. Wanawafanyaje hawa matawut, hawa makafiri? Yukhrijunahum minan nuri, wanawatoa kwenye nuru, ila dhulumat, kuwapeleka kwenye kiza. Hawa tayari ni makafiri, wako ndani ya kiza hawa. Sasa nuru gani ambayo imekusudiwa katika aya hii, ambayo wametolewa kwenye nuru hiyo wakatiwa kwenye kiza cha shaka, kwenye kiza cha upotevu, kwenye kiza cha kufuru? Wanazuoni wakajibu majibu kadhaa. Jibu la kwanza wakasema aya hii inawahusu sana ahlul kitab. Aya hii inawahusu sana ahlul kitab ambao walikuwa wanaamini utume wa Nabiiullah Musa na utume wa Nabiiullah Isa, na walikuwa wakati huo wanafuata mila za sawa. Hawa walikuwa kwenye nuru. Kwa hiyo walipojiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakaukataa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ushawishi wa nani? Wa taghut. Wakawa wametoka kwenye nuru, baada ya kuingia kwenye nuru wakaingia kwenye nini? Kwenye kiza. Na kwa sababu tunaamini waliokuwa wanafuata Nabiiullah Musa wakati huo walikuwa kwenye haki, kwenye nuru. Kadhalika wafuasi wa Nabiiullah Isa walikuwa kwenye haki, kwenye nuru. Lakini hawa wote walitakiwa baada ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ili waendelee kuwa kwenye nuru, wamfuate Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo wakatoka kwenye ile nuru ya awali kwa ushawishi wa shetani na taghut, wakaingia kwenye kiza cha al-kufru wa dalala. Hii inabainika wazi kabisa kama itakuwa waliokusudiwa ni ahlul kitab. Na taban Mtume alayhi salatu wasalam aliahidi kwamba yoyote katika ahlul kitab atakayefikiwa na da'wa yangu wakaniamini atalipwa mara mbili. Atalipwa kwa imani yake ya kwanza ya kumwamini Isa au Musa, kwa sababu ilikuwa ya sawa wakati huo, hakitapotea alichokifanya huko. Lakini pia atalipwa kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kundi la kwanza la wanazuoni katika kujibu hili kwamba ni nuru gani hiyo na hawa tayari ni makafiri, wakasema waliokusudiwa kwenye aya hii ni ahlul kitab ambao walikuwa kwenye nuru ya imani wakati wanamfuata Nabiiullah Musa wa Isa. Sasa walitakiwa waendelee kumfuata Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wakatoka huko wakaingia kwenye kiza kwa kumfuata wali wao, mtetezi wao ambaye ni ash-shaytan. Waqil, lakini wapo katika wanazuoni waliosema hapana, aya hii haiwahusu tu ahlul kitab, inawahusu makafiri wote. Kama inawahusu makafiri wote, wapo wale ambao hawajawahi kuingia kwenye imani ya sawa. Sasa kwa hawa nini maana ya kuwatoa kwenye nuru kuwaleta kwenye kiza? Saa ngapi azana au swala? Saa 2 kamili. Basi tunamalizia hii haraka haraka. Wakasema kundi hili la wanazuoni, almuradu bi ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur,
maana ya kuwatoa hawa makafiri wote kwenye nuru kuwaleta kwenye kiza ni alhailula bainahum wa baina aliman, ni kule kuwaekea kizuizi sasa kati yao na imani. Sio kwamba waliwahi kuingia kwenye nuru wakawatoa, hawa wako kwenye ukafiri, na maana ya kuwatoa kwenye nuru ni kuwaekea kizuizi baina yao na baina ya imani, wasifuate imani ya sawa. Ndio maana yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, ay yahuluna bainahum wa baina an-nur, wanaweka kizuizi baina yao na nini? Na nur. Ili tuelewane vizuri, mzee Abu Talib wakati yuko kwenye kitanda cha maradhi akafariki kwenye maradhi hayo, Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anamlingania, ewe ammi mdogo, sema la ilaha illa Allah ili nipate nguvu za kutetea mbele ya Allah. Pembeni hapo kuna mawali wa shetani, Abu Jahali sio na mwenzake nani, wanaambia mzee, mpaka utu uzima huu wewe ulikuwa jemedari unaitegemewa kwenye mila zetu na tamaduni zetu, unataka kuacha mila uzeeni namna hii? Aibu hiyo mzee. Unaweka kizuizi baina yake na nuru. Mzee akachekecha, mwisho akasema navishe nisije nikasemwa ukubwani, nikaambiwa yule mzee kaharibika ukubwani, mwanangu Muhammad tutumia radhi, mimi nakufa nikiwa na imani ya hawa wazee hao. Fafarqa ad-dunya والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يحولون بينهم وبين النور, wanaika kizuizi baina yao na nuru. Waqila, na pamesemwa pia katika kubainisha zaidi maana ya aya hii, walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, wanasema innahu lamma dhaharat mu'jizatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ilipodhihiri miujiza ya mtume alayhi salatu wasalam na utume wake kuthibiti na kujulikana kwamba huyu kweli ni mtume wa sawa, kana al-mukhalifu lahu, sasa kuanzia hapo yoyote aliyepingana na mtume kharijan min nurin qad alima, anakuwa ameshajitoa kwenye nuru ambayo tayari ameshajua, hata kama hajaifuata. Kule kujitoa katika kumfuata tayari umejitoa kwenye nuru. والموافق له, na yule aliyefikiana na mtume kharijan min dhulumatil jahl ila nuril ilm, anakuwa ametoka kwenye kiza cha ujinga ameingia kwenye nuru ya elimu. Kwa hiyo makafiri ambao wamesimamishiwa hoja juu ya utume wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wakakataa, wakapinga, na la shaka wanapinga kwa ushawishi wa matawuti, ikiwa ni pamoja na tawuti mkubwa shetani. Kwa hiyo ushawishi huu uliofanya wakaikataa haki ni kama vile wametoka kwenye nuru wakachagua kuingia kwenye kiza. Walladhina kafaru, na wale waliomkufuru Allah azza wa jalla, awliya'uhum at-taghut, vipenzi vyao ni taghut, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah, ikiwa number 1 ni shaytan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, hawa mataghut, awe shetani au mwingine yoyote watakayemwabudu kinyume na Allah, yukhrijunahum, wanawatoa hao makafiri minan nuri, kwenye nuru na mwangaza wa imani, ila dhulumat, kuwaleta kwenye kiza cha ukafiri, upotevu pamoja na maasi. Tumalizie hata kwa haraka kipengele kilichobaki ili tusiwe na kiporo kwenye haya. Ulaika, Allah anasema hao kina nani wanaozungumziwa hapa kati ya yale makundi mawili? Alladhina sabaqa dhikruhum au taakhara dhikruhum, ni wale ambao utaji wao umechelewa ukianzia mwanzo wa aya, au utaji wao umetangulia ukianzia hapa kuja nyuma, ambao ni alladhina kafaru. Ulaika hao ashabun nari, ndio wakazi wa motoni watakaolazimiana na moto. Ashabu, sahib ni yule rafiki yako unayelazimiana nao, unayelazimiana naye. Kwa hiyo makafiri wanaitwa ashabun nar kwa sababu watalazimiana na moto, ai maana yake almulazimuna laha mulazamata sahibi li sahibi. Makafiri hawa watalazimiana na moto kama ambavyo rafiki analazimiana na rafiki yake. Qala li anna al-asla fi as-suhba tulul mulazama, kwa sababu maana ya kusuhubiana ni kulazimiana kwa muda mrefu. Ulaika
hao ashabun nari ni watu wa motoni. Wanasema wanazuoni wa hadha al-uslub, na uslubu wa namna hii, tungo ya namna hii, yutlaqu ala alladhina yakhluduna fiha, hutumika kwa wale watakaokaa milele, ashabu. Kwa hiyo inapotumika ashabun nar, maana hawa watakaa humo milele. Kama ashabul janna, kila anaingia peponi atakaa milele. Kwa hiyo uslubu huu hutumika kwa wale ambao watakaa motoni milele. Falmu'min al-'asi, mfano mu'min anayefanya maasiya, hata kama anastahili kuadhibiwa, fa innahu la yusamma min ashabin nar, haitwi katika jina hili kwamba ni ashabun nar, kwa sababu asli ya suhba ni ule mulazama wa muda mrefu. Ulaika ashabun nari, hao ni katika watu watakaokaa motoni, watakaolazimiana na moto. Wao hao fiha, ndani ya huo moto, khaliduna, watakaa milele. Ai maana yake la yakhrujuna minha, hawatatolewa kwenye moto. Wala yanqati anhum al'adhab, wala adhabu haitafika sehemu ikawa ndio mwisho. Wala hum yusarun, wala hawatapata mtetezi wa kuwatetea. Ndio maana ya hii aya, hum fiha khalidun, watakaa humu milele. Ni maana kwanza hawatatoka, lakini pia adhabu kwao itakuwa ni endelevu, lakini tatu hawatakuwa na mtetezi. Aya nyingi ndani ya Qur'an zinazungumzia ashabun nar. Tuhitimishe na hili. Allah azza wa jalla ameeleza tu ashabun nar watakaa motoni, khalidina fiha. Aya tatu peke yake wanasema ndio zina neno abada, milele. Khalidina fiha ziko nyingi, lakini khalidina fiha abada ni aya tatu peke yake. Na hii abada inaendelea kusisitiza ule muda mrefu watakaokaa huko abada. Aya tatu hizo, ya kwanza ni kauli ya Allah azza wa jalla, innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Aya pili hii ipo katika suratul nisa. Aya pili katika suratul ahzab, khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Sehemu ya tatu suratul jinn, ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Hebu tafuteni abada nyingine tofauti na hii kuhusiana na watu wa moto. Mtafuteni abada nyingine kwenye kuzungumzia watu wa motoni tofauti na hizi abada tatu, ili tuone huyu mtafiti kapatia au kakosea. Khalidina fiha ziko nyingi, lakini zenye abada wanatuambia ni ngapi? Tatu. Aya ya kwanza katika suratul nisa, ya pili ya ahzab, ya tatu al-jinn. Kuna aya nyingine inazungumzia watu wa motoni kuwa watakaa milele motoni, alafu mpaka sisitizo ule umilele na neno abada, tofauti na hizi aya tatu. Hizi ndizo zilizotajwa na hizo zinazokuja haraka na yamkini ikawa ni zenyewe kama walivyotueleza watafiti. Kila ninaposema nataka kumalizia linakuja jingine. Panapozungumzwa watu wa motoni, alafu Allah akasema watakaa humo milele. Watakaa humo milele. Hii ni kuonyesha kwamba si kila anayeingia motoni atakaa milele. Peponi ukiingia utoki, lakini motoni wapo watakao toka. Kwa hiyo yale makundi ambayo Allah anatueleza ni ashabun nar, hawa ni katika wale watakaokaa milele, au yale makundi ambayo Allah anatuambia khalidina fiha abada, hawa pia ni katika wale watakaokaa milele. Nje ya makundi hayo wapo ambao wataingizwa motoni minal mu'minina al-usat, alafu mwisho wa siku watatolewa ima kwa msamaha wake Allah moja kwa moja, au kwa shafaa itakayofanywa na waja wema na mitume wa Allah azza wa jalla, akiwemo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuhitimishe kama tulivyoanza. Allahu waliyul ladhina amanu
leo hakuna haja kutaja faida, muda si rafiki. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ni mlinzi wa waumini. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allah anawatoa waumini hao kwenye kiza cha ukafiri ila nur, kuwapeleka kwenye mwangaza wa imani. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, awliyauhum at-taghut, walinzi wao ni taghut, shaytan na kile wanayemwabudu kinyume na Allah. Yukhrijunahum, hao mawali wao wanawatoa minan nuri, kwenye nuru ya iman, ila dhulumat, kuwapeleka kwenye kiza cha shaka na upotevu. Ulaika, hao sasa waliopotezwa na mataghut, ashabun nari, ndio wakazi wa motoni, hum fiha khalidun, wao watakaa katika huo moto milele, hakuna kutoka. Tunamuomba Allah azza wa jalla atupe thabati katika iman, atuokoe na adhabu ya moto sisi pamoja na vizazi vyetu. Leo tunakomea hapa, majlisi ijayo tutaendelea na aya inayofuata insha Allah. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa ala wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.